Tunaanza hapa kwenye mzozo kati ya baba na binti yake. Baba ni mkoloni kinoma, hataki binti yake avuke nje ya geti la nyumba yao. Ukiuliza sababu ni nini, eti anahofia wauni watamla binti yake. Kama binti anataka sana kukatiza mitaa, aseme atakatiwa tiketi ya ndege akazurule nje ya nchi kisha areje, ila sio kuzurula ndani ya mji. Huyu baba anaitwa Chief Udemba na huyu mtoto anaitwa Ivy. Miaka 3 iliyopita, familia ya Chief Udemba ilimpoteza mtoto wao wa kwanza wa kiume. Kutokana na kifo cha kijana wake, Chief Udemba ndio anazidi kutilia mkazo hili jiji ni baya sana kwa watoto wake. Ivy akiwa chumbani anauguza maumivu, simu inaingia kutoka kwa Toby. Huyu Toby ndiye asali ya moyo wake. Ivy humwambia lolote kwa Toby. Toby analalamika, ameshafika gesti muda mrefu sana lakini mchumba hatokei. Mbaya zaidi, ameshajipaka vitu vyake vya kuamsha vilivyolala. Ivy akampa picha nzima Toby kuwa mdingi anazingua kinoma, hivyo itakuwa ngumu sana kwao kuonana siku ya leo. Sasa hizi ndio zile story ambazo Toby na wanaume wote hatutaki kuzisikia. Toby akamchimba mkora mzito Ivy, afanye afanyavyo, iwe kwa kupaa au kwa kuyeyuka, ahakikishe leo wanakutana. Kisha muuni akakata simu. Ivy akiwa hajui nini cha kufanya, akaja msaidizi wa kazi za ndani ambaye anaitwa Boniface. Boniface akamwambia Ivy kuwa anajua ingekuwa ngumu sana kwa binti kuja mezani kula, hivyo amemua aje amlete chakula chumbani. Huyo alifanywa hisani mwenyewe ndio kwanza akamtimua Boniface. Ivy akajitahidi kupiga sana simu ya Toby, lakini Toby hapokei. Boniface akarudi tena kwa Ivy. Ivy akawaka, si nimekwambia utoke nje? Nimekuja kufanya usafi. Huku kwa mama Ivy bado analalamika kwa kitendo cha mume wake kumnyima uhuru Ivy. Baba anadai hawezi kumruhusu binti yake wa kipekee atembee ovyo. Je, akifa? Mama Ivy akapambana kadri anavyoweza. Chief Udemba abadili msimamo wake, lakini Chief Udemba akaona huyu mwanamke ananipanda kichwani. Akamwambia akiendelea kuleta mdomo ajiandae kufukuzwa. Mama likamshuka. Upande wa pili, Ivy anaongea na shoga yake kwa video call, akamwelezea maswahibu yanayomkuta. Wakati Ivy anaongea na shoga yake, Boniface yupo chooni anamsikiliza binti akiwa anajimaliza kwa shoga yake. Boniface akamfuata Ivy na kumwambia kuwa ameshaongea na Toby ili aje. Ivy akashangaa hili limewezekanaje na Boniface amepata wapi namba ya Toby. Boniface akamkumbusha Ivy kuwa namba ya Toby aliisevu alipokuwa anampelekea zawadi nyumbani kwake. Boniface akamchorea mpango mzima atakomfanya Toby afike mpaka chumbani kwa Ivy bila mtu yoyote kujua. Ivy akafurahi sana kusikia haya maneno. Boniface akapewa zawadi na Ivy ya kumbato zito. Ndugu yako Boniface hapo roho yake ni kwatu kabisa. Muda wa Mission Impossible ukafika. Toby kwa msaada wa Boniface wakanyata taratibu sana mpaka chumbani kwa Ivy. Boniface alipohakikisha amekamilisha misheni yake, akafunga mlango taratibu akasepa zake. Akiwa anatoka, simu ya mama Ivy ikaingia. Mama anauliza maendeleo ya binti yake. Boniface akamtoa hofu mama Ivy. Binti yake yupo poa sana na muda huu yupo anaongea na bwana wake. Angalau kwa maneno haya yakampa faraja mama Ivy. Huku kwa Ivy na Toby ndio wanataka waanze rasmi shughuli yao. Lakini kabla hawajaendelea, hodi ikasikika. Ni nani huyo? Ni baba Chief Udemba. Haraka Ivy akamwelekeza Toby ni wapi akajifiche. Toby akaenda kujificha chooni. Ivy akajiweka vizuri kisha akaenda kumfungulia mlango baba yake. Chief Udemba ubongo wake si haba hata kidogo. Akahisi kabisa humu ndani kuna mtu. Akajaribu kuzunguka akiwa anachunguza hapa na pale, lakini pua zake zikamtuma kuwa hapa kuna mtoto wa kiume kaingia, kwa maana anahisi perfume ya kiume. Ivy alipoulizwa anadai hii ni harufu ya perfume yake. Ameamua tu kubadili perfume kidogo kina Fatma Madongo wasije wakamkariri. Baba anadai hiyo perfume ni mbaya sana, ananukia kiume. Kama ameshindwa kujichagulia, basi yeye atamletea. Ukiachana na hayo, baba akajaribu kusafisha hali ya hewa juu ya kile kilichotokea asubuhi. Anamkataza binti yake asiwe anazurula, sio kwa manufaa yake, bali ni manufaa ya binti yake. Ivy anasema hata kama ni kwa ajili yake, lakini hii sasa imezidi. Wakati wanaongea hayo, ghafla simu ikaita chooni, ambapo ndipo Toby alikuwa amejificha. Baba akahisi ni simu ya Ivy inaita, kumbe ni simu ya Toby. Ivy
akajifanya kama ni simu yake ndiyo inaita, akaenda chooni. Ivy akaichukua simu ya Toby, lakini Toby tumbo la kuhara likamuanza. Kwa bahati mbaya sana, kumbe ulikuwa ni mchepuko wa Toby ndio unaomsumbua muda huu. Ivy akaanza kusoma teksti moja baada ya nyingine. Baba hakujua nini kinaendelea, akaona acha amwage binti yake akalale. Baba alipotoka tu, kesi ya usaliti ikaanza kurindima. Ivy akamuuliza Toby, huyu mwanamke ni nani? Kama tulivyokubaliana wanaume kwenye kikao chetu kilichoongozwa na Diamond Platnumz, hata ukifumaniwa hakikisha unakataa. Toby akatembea mule. Ubaya zaidi, mchepuko wa Toby ulikuwa unamtumia hadi picha zake za utupu na ameshatambulishwa kwa wazazi wake Toby. Toby anasema yote haya yametokea kwa sababu ya Ivy mwenyewe. Haiwezekani wanakaa mtaa mmoja na bado wanaonana mara moja kila baada ya miezi mitatu. Eti udugu wangu, wewe ungeweza? Niling'ang'ana na wewe kipindi ambacho huna chochote, kipindi wazazi wako wanafirisika, kipindi huwezi hata kujilipia ada yako. Mimi ndiye niliyekuwa ninailipa. Nimekulisha, haukukosa chochote kwangu, na haya ndiyo malipo yangu. Ivy akamtimua Toby. Wakati Toby anatoka, kumbe baba alikuwa bado hajalala. Baba akamfuma kidume kikiwa kinatoka chumbani kwa binti yake. Baba akahisi huyu ni mwizi. Kabla hali ya hewa haijachafuka, ikabidi Toby akubali ukweli kuwa yeye amesaidiwa na Boniface na mchumba wake ni Ivy. Baba kusikia hivyo akamsimamisha kazi Boniface mara moja. Adhabu ya Ivy ni kupokonywa simu yake na hatakuwa na simu kwa miezi miwili. Toby akapata upenyo, akakimbia zake. Baada ya muda, Ivy akiwa kwenye majonzi makali. Kwanza kusalitiwa na Toby, pili amepokonywa simu na baba yake. Mama yake akaja. Ivy akajua kabisa mama yake amekuja kumsema. Kumbe wala mama amekuja kumpongeza kwa kupigania haki yake na kumpa pole kwa kitendo alichofanyiwa na Toby. Mama akambembeleza na kumpa moyo binti yake kwenye kipindi hiki kigumu anachokipitia. Upande wa pili, kwa mjomba wake Boniface, anapiga maombi makali ili kesho asifukuzwe. Kijana akanena hadi kwa lugha. Kumbe yote hayo Chief Udemba alikuwa mbele yake, akamsisitiza kesho hataki kumuona. Bona balaa hili. Kulipokucha, Chief Udemba yupo sebleni. Boniface kashachukua shangazi kaja yake tayari kwa kuondoka. Chief akamuuliza Boniface, kwa nini mpaka muda huu chai yake bado haijaandaliwa? Boniface anasema si alishafukuzwa toka jana. Ndiyo, anajiandaa ondoke. Cha kushangaza, baba akabadili maamuzi kama hakuna chochote kilichotokea jana. Baada ya muda, Boniface akaja alipo Ivy. Boniface akamkuta Ivy akiwa kwenye mawazo na hataki kuongea na mtu yeyote. Boniface akamwomba Ivy ampe angalau dakika 2 tu aweze kuongea naye. Kumbe Boniface amemletea Ivy zawadi ya simu ya iPhone kutoka Negatronics. Ivy akafurahi sana, lakini pia akashangaa ni wapi Boniface amepata hizo pesa za kumnunulia yeye iPhone. Boniface akamtoa shaka Ivy asijali, atafanya chochote ili tu mchumba awe na furaha. Ivy akaingia chumbani. Huko chumbani na kwenyewe kumependeza. Boniface amepangarisha vizuri sana na nguo ameshamfulia. Mpaka hapa Boniface ameshavuna pointi 3 muhimu. Ivy anafurahi tu. Boniface akiwa jikoni anaandaa menu. Yupo bize anapika huku anaburudika kwa kuimba nyimbo za kihaya. Ivy akaja. Ivy anadai ameboreka tu, amemisi Boniface amchangamshe. Kauli kama hizi kwa Boniface ni ushindi. Boniface akamwalika Ivy wapike wote, lakini kwenye huo mchakato wa kupika, mara Boniface amshike kiuno Ivy, mara wakumbatiane na mambo mengine. Baada ya muda, rafiki yake Ivy akaja. Huyu rafiki yake anaitwa Anita. Anita hakuamini kusikia yote Toby aliyomfanyia Ivy. Ivy hataki kabisa kumsikia Toby. Ukurasa wa Toby kwenye maisha ya Ivy umeshafungwa. Story za mtu na shoga yake zikiwa zinaendelea, Boniface akaja na juice akaziweka mezani. Anita akaichukua juice ya chungwa, lakini Boniface akamwahi. Hii ya chungwa akampa Ivy tena kwa ukarimu zaidi, na hii nyingine akaichukua Anita. Huu ukaribu wa Boniface na Ivy ukamfanya Anita ahisi kabisa kuna kitu kinaendelea. Walipoona kuna stories za umbea zinabidi zipigwe hapa, wakaona acha waende tu chumbani wakaongee. Anita alipofika chumbani akashanga kukuta chumba kisafi, kimepangiliwa vizuri sana. Ivy anasema yote haya yamefanywa na Boniface. Kwa yote haya yanayofanywa na Boniface, hauhisi kabisa huyu jamaa atakuwa anakupenda? Mapenzi, samahani, tunaonekana kama sisi ni wa daraja moja. Ngoja. Unataka kuniambia ikitokea huyu jamaa akakuchumbia utakataa? Shoga yangu, unachekesha ujue. Tena unachekesha haswa. Kuwa na huyu kijeba ni sawa na kuolewa na nguruwe. Ndiyo, tafadhali, sio tepu yangu, sio level yangu.
hanishawishi, siwezi kuwa naye. Kumbe wakati wanaongea yote haya, Boniface alikuwa chooni anafanya usafi na amewasikia kila kitu. Boniface akatoka kwa hasira, kumbe yote anayoyafanya anaonekana kama nguruwe. Anita akamshauri Ivy aliyoyaongea yote ni mazito sana, ajaribu kumwomba radhi Boniface. Boniface yupo anaendelea na usafi wake huku anapika, hataki story na mtu. Ivy akaja kumwomba msamaha, lakini ndio kwanza Boniface anampita kama hamuoni. Ivy akajaribu tena kumwomba msamaha, lakini Boniface anadai yupo busy na hana muda wa kuongea na mtu. Ivy ikabidi atumie nguvu yake kama mtoto wa boss, akamwamuru Boniface ampeleke chakula chumbani kwake. Sawa, Boniface baada ya kuandaa chakula akakileta chumbani kwa Ivy. Ivy akamtaka Boniface amletee maji. Maji yalivyoletwa, Ivy akajifanya kama glasi imemponyoka, na drama zote hizi ili tu msamaha wake ukubalike. Lakini Boniface akachomoa, si alimuita nguruwe, basi akaimbali naye kwa maana atamwambukiza magonjwa. Baadaye tena Ivy akamvizia Boniface anaingia jikoni. Boniface akashtuka alipomwona Ivy amejificha. Ivy akajaribu kwa mara nyingine kumwomba radhi Boniface. Ivy akakiri makosa yake yote, lakini bado Boniface akachomoa. Kumbe Boniface ndoto zake ni kuja kuwa na mgahawa mkubwa, lakini ameacha kila kitu ili ahakikishe Ivy ana furaha. Ivy akapiga goti kuomba radhi kwa Boniface. Boniface akakunjua moyo. Usiku wazazi hawapo. Ivy akamtuma Boniface aje na pombe kali. Boniface akasita kuileta hiyo pombe kwa maana Chief Udemba alikataza Ivy asinywe pombe. Ivy akatumia ushawishi wake mpaka pombe ikaletwa. Sasa raya pombe unywe na mwenzio. Mwenzie Ivy ni Boniface. Kwa bahati mbaya Boniface atumii pombe, lakini Ivy akamshawishi Boniface mpaka akanywa. Baada ya kunywa pombe zikashuka chini. Kilichofuata ni minjunjuano. Asubuhi mama anamtafuta Boniface, ndipo Boniface na Ivy wakashtuka haraka haraka. Mama akajaribu kumuuliza Ivy kama amemwona Boniface. Ivy anasema hajamuona Boniface toka jana usiku. Baada ya mama kuondoka, Boniface akachukua nguo zake chap chap akaondoka. Kwa hiyo ni shamla. Mtoto kauta, mtoto kauta, mtoto kautaka, mtoto kautaka. Kweli au nauta? Baada ya wiki 2 kupita, kipimo kinaonyesha Ivy ana mimba. Ivy anaumia, hajui anaanzia wapi. Na wakati huo huo Anita anaingia. Anita akamkuta Ivy na kipimo cha mimba. Ikabidi aulize, je, ni kweli ana mimba na ni mimba ya nani? Ivy anasema ana mimba ya Boniface. Aise, itakuwaje sasa? Hii ni sawa na kucheza na Israel mtoa roho. Mama akaingia chumbani, akampa taarifa nzuri Ivy kuwa kuna mgeni wake wa muhimu yupo chini anamsubiri. Ivy anashuka chini, anakutana na wazazi wake wapo na Toby. Ivy akawaka, huyu msaliti anakuja kufanya nini nyumbani kwao? Chifu Udemba anasema ameamua kufuatilia historia ya familia ya Toby na akagundua kuwa Ivy anampenda sana Toby, na ndio maana ameamua kumleta Toby nyumbani kwao. Kwa bahati mbaya sana Ivy alishama kwa Toby, hataki hatakuja kurudiana na Toby. Ivy akarudi chumbani kwa hasira. Ivy akiwa na Anita chumbani wanawaza wanaanzia wapi na hii mimba. Ghafla mama akaingia, kila mtu akawahi kipimo cha mimba. Mama akataka kujua wameficha nini. Mama baada ya kuona kipimo kinaonyesha Ivy ana mimba, mama akataka kujua hii mimba ni ya nani. Wakati mama anauliza hayo, baba akaingia na anataka kujua nini kinachoendelea. Ivy akasimama na kusema kuwa ana mimba ya Boniface. Boniface mwenyewe hakuwa na hiyo taarifa na yeye akapigwa butwa. Baba akafoka, katika wanaume wote ameamua bebe mimba ya mfanyakazi wao wa ndani. Lakini katika hali ya kushangaza, baba akasema amemsamehe kila kitu binti yake na Boniface na amekubali Boniface awe mkwe wake. Kila mtu akashangaa, sio kwa mtoto, sio kwa mama. Kumbe baba alivyorudi chumbani akaenda kutafuta bastola yake. Mama kusikia hivyo ikabidi aje awape taarifa wakina Ivy. Kila mtu kusikia hivyo akakimbia. Kituo cha kwanza cha Boniface na Ivy kikawa nyumbani kwa kina Boniface. Ivy akapokelewa na wifi yake. Wifi akampikia na kumsifia Ivy kwa uzuri wake. Kimbembe kinakuja, Ivy ametoka ushuani
na huku ni Uswazi. Je, ataweza? Ukizingatia hata feni hamna. Boniface akamwahidi Ivy atatengeneza hata AC na atapambana kwa kadri anavyoweza ili Ivy aishi kwenye apartment nzuri. Lakini Ivy akamtoa pressure Boniface, atavumilia kuishi hapa na hapa amepapenda kuliko kwao, na kingine asije akahisi kubeba mimba yake ndiyo anampenda. La hasha, amebeba mimba yake kwa sababu hawezi kutoa mimba tu na sio kwa ajili ya mapenzi kwa Boniface. Hii ikawa ni ngumi ya pua kwa Boniface, lakini mtoto wa kiume akajikaza na kumshukuru Ivy hata kwa kukubali kuibeba mimba yake. Kadri siku zinavyozidi kwenda, mimba na yenyewe inazidi kusogea. Ivy anazidi kuzoea mazingira, na kinachofurahisha zaidi ni ukaribu wake na wifi yake. Siku moja wakiwa nyumbani, Ivy akapokea simu kutoka kwa mama yake. Mama amepiga kumjulia hali binti yake na akamwahidi atamtafutia apartment ili binti yake aweze kuishi vizuri, lakini Ivy akagoma, anasema ameshapazoea hapa na hang'oki. Basi mama akafurahi kusikia binti yake ana furaha. Wakati anaongea na binti yake, ghafla Chifu Udemba akaja. Mama akakata simu haraka, lakini kwa bahati mbaya kitete kikamfanya mama ashindwe kuhakikisha kama amekata simu. Baba akalalamika ni kwa nini bado anaongea na Ivy. Mama anadai anaongea naye ili aweze kumdaka yeye na Boniface kwa urahisi. Kumbe yote haya yakiwa yanaongeleka, Ivy alikuwa anasikia. Ivy akakasirishwa kuona mama yake aliyekuwa akimwamini kumbe anamgeuka. Baada ya miezi kadhaa kupita, baba akatangaza dau kwa yeyote atakempata Boniface atapewa kitita cha shilingi milioni 200. Mama akawaka, kwani Boniface amemkosea nini kikubwa? Ivy na Boniface wanapendana wenyewe, iweje anamchukulia kijana wa watu kama muuaji? Mama akaapa chochote kikimkuta Ivy ama mjukuu wake atamtambua. Baada ya dau nono kutangazwa, huku Boniface hapatikani, dada ya mtu na Ivy wote wanampigia Boniface na hawampati. Hapa sasa kinyongo ndiyo kikaanza. Dada akaona huyu Ivy anataka niulie kaka yangu. Tayari vita ya chini ikaanza kukolea. Baada ya muda Boniface akaingia tena, anahema yupo hoi. Kumbe sio kama wao walivyokuwa wanafikiria. Boniface alienda kwenye interview, hivyo ikabidi azime simu. Ndipo dada mtu akamuonesha Boniface ni kwa nini walikuwa wana hofu. Boniface akasikitika kuona bosi wake wa zamani na baba mkwe wake anavyomsaka kama mhalifu. Leo asubuhi Boniface akiwa anataka kutoka kwenda kwenye mishemishe zake, dada yake akaja kumuita, anataka kuongea naye. Dada akalalamika ni kwa nini anamng'ang'ania huyu Ivy kiasi cha kuweka maisha yake rehani. Boniface akafoka asije kumwongelea vibaya Ivy, badala ashukuru Mungu ataitwa anti. Yeye yupo bize akimnanga Ivy, na kumbe haya yote Ivy alikuwa pembeni anayasikia. Boniface alipotoka, Ivy akaja kwa wifi yake kwa amani kabisa, lakini wifi mtu hataki kumuona Ivy. Wifi anasalimiwa, anaongeleshwa, lakini ajibu. Ivy akajaribu kumuomba hata amsaidie kuosha vyombo, lakini wifi yupo kishari zaidi. Wakati Ivy anataka kukaa kwenye benchi, kwa bahati mbaya akadondosha vyombo. Hapa sasa ndio wifi akamua ayatapike. Wifi akamtaka Ivy aondoke aende nyumbani kwao, tangia aje ameleta nuksi na mikosi nyumbani kwao. Haya maneno yakamuumiza sana Ivy. Baadaye Boniface anarudi kutoka kwenye mihangaiko yake, anaingia ndani, hamkuti Ivy. Boniface akaanza kuhangaika kumtafuta Ivy na hatimaye akamkuta anachukua bajaji, anataka kuondoka kurudi nyumbani kwao. Boniface akaingia kwenye bajaji na kuanza kumbembeleza Ivy apunguze hasira, warudi nyumbani. Boniface akajitahidi sana kumbembeleza Ivy mpaka Ivy akaelewa. Boniface aliporudi nyumbani ikabidi amalizane na dada yake kwa amani. Akamtaka dada yake aishi vizuri na wifi yake, la sivyo atampoteza kaka yake. Boniface akatumia nguvu yake kama kaka kujaribu kuleta amani kwenye nyumba yao, na dada mtu akaelewa. Huko kwa Chifu Udemba tumbo joto. Ivy kamtumia document zikionyesha Chief anahusika kwenye biashara ya madawa ya kulevya. Mama hana hata shaka, ndio kwanza akamwambia mume wake, mwana kulitafuta mwana kulipata. Baba akafoka, huyu mtoto anataka kumuua sasa. Leo Boniface akiwa anauza ice cream barabarani, wakawa wanagombania mteja, yeye na muuzaji mwenzie. Mwenzie alipoona amezidiwa kete akaanza ugomvi. Huku na huku kofia ya Boniface ikadondoka. Ndipo akamtambua huyu ndio yule anayetafutwa na Chief Udemba. Wauni wakaanza kumkimbiza. Kwa bahati mbaya sana Boniface akagongwa na gari.
Boniface akawaishia hospitali na ndani ya dakika moja tu na Ivy naye anawaishia hospitali na wifi yake. Ivy alipofika tu hospitali akaanza kusikia uchungu umechanganya, lakini hamuoni Boniface. Akajua tu Boniface ni sawa na wanaume wengine, ameshamkimbia, kumbe kaka wa watu amepata ajali. Huku kwa Boniface amepata fahamu, dokta akamwambia kuwa kwa sasa yupo fit kabisa. SMS ikaingia kwenye simu kutoka kwa dada yake kuwa mke wake anajifungua katika hospitali iitwayo Gabi. Kwa kuwa hajui hapa ni wapi, dokta akamwambia hapa ni Gabi Hospital. Hivyo ina maana kuwa yeye na mke wake wapo hospitali moja. Baada ya wauguzi kumwacha peke yake, Boniface akajitahidi kutembea kwa kuchechemea mpaka kwenye chumba alichokuwepo mke wake. Boniface alipoingia, kila mtu akashangaa imekuwaje kuwaje mpaka amekuwa hivi. Ndipo Boniface akaeleza mkasa wote ulivyomkuta. Dokta akaja, lakini akiwa na taarifa mbaya, mtoto amefariki. Hili likawa pigo kwa Ivy na Boniface. Safari yao yote na changamoto zote walizozipitia, nukta yake ni kifo. I say hii inaumiza sana. Ivy akaona wakufa naye ni baba yake, ambaye ndiye amemfanya aishi kwenye maisha magumu. Ivy akaapa kuhakikisha baba yake anafia jela. Baada ya muda, baba mtu Chief Udemba akatia timu. Ivy akachefukwa kumuona baba yake. Kilichomleta ni kuhakikisha kama mjukuu wake amekufa au. Wakati Ivy akiwa nakula na baba yake sahani moja, dokta akarudi tena na kutoa taarifa kuwa mtoto ni mzima. Wamejitahidi kuwahi kurudisha mapigo yake ya moyo. Kila mtu, hata Chief Udemba, akafurahi kusikia hivyo. Kwa Ivy ni bora afurahi hata mchawi, lakini sio baba yake. Akaendelea kumtafuna. Samahani ya baba haikutosha kumfanya binti yake aondoe kinyongo. Baada ya siku kadhaa kupita, kaka mtu ambaye ilisemekana kama amekufa ili tu akae mbali na uwepo wa baba yake akaja, na huu mchezo wote Ivy alikuwa anaujua na walikuwa ukiwasiliana. Ivy akafurahi sana kumuona kaka yake, lakini katika ujio huu wa kaka mtu hakuwa peke yake. Aliambatana na mzee wao mwenye roho ya kukaanga sumu, Chief Udemba, pamoja na mama Ivy. Chief Udemba akaomba sana radhi kwa kila kilichotokea na akakubali kumpokea Boniface kama mkwe wake. Hapo sasa Ivy akakunjua moyo. Chief Udemba akawapa baraka zote Boniface na Ivy kuwa mke na mume. Udugu wangu, umejifunza nini hapo? Binafsi nimejifunza kutosema haiwezekani katika kitu kinachoitwa mapenzi. Ivy alisema hawezi kuwa na mfanyakazi wa ndani, lakini ndiyo kawa mume wake na amemzalia. Kuna kina dada wengi wanajidai hawawezi kuwa na mtu wa hali ya chini kisa tu ya uzuri wao ama historia za familia zao. Na hata wanaume tupo hivyo hivyo. Tumekuwa na kasumba ya kuamini kuwa tunataka mwanamke aliyesoma na mwenye kipato kikubwa, lakini tunashindwa kujua hakuna anayejua mbele yake imebeba nini. Wewe una mtazamo gani? Tuambie hapo chini kwenye comment. Na mpaka kufika hapo, Heavy Movies haina cha ziada. Tunakuwa tumeweka nukta katika kigongo chetu kiitacho For This I Promise. Kwa hili na ahidi. Tafadhali subscribe, washa kikengele na ruhusu kupokea notification zote kutokea Heavy Movies. Mpaka wakati mwingine, kwa sasa uwe na wakati ulio mwema. Heavy Movies.